Padri anaitwa kuwa mpole, kuwa mnyenyekevu na mvumilivu. Kazi ya padri ni tofauti na kazi labda ya askari, tofauti kabisa. Padri afanye kazi yake kwa unyenyekevu, kwa upole na kwa uvumilivu. Isiwe ni mtu ambaye ana hasira, mtu ambaye anayeropoka, mtu ambaye ni mkali. Hapana. Fanye kazi hiyo kwa upole, kwa unyenyekevu na kwa uvumilivu. Kuna kuvumilia kwa sababu wale ambao utakao wahudumia wana changamoto mbalimbali na tabia mbalimbali. Mambo mengine yanaweza yasikufanye nini, yasikupendeze. Unahitaji kuvumilia. Hayo unahitaji kuyavumilia. Kwa hiyo ninyi ambao mtapewa daraja ya upadri, pia maneno hayo yanawahusu ninyi katika wito huo, sio tu kama Wakristo, lakini pia kama mapadri. Katika Injili ya Luka tumesikia Kristo anawatuma wale 70 wawili wakahubiri habari njema, na anawaambia kwamba anawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, na anawaambia kwamba wasibebe mfuko, mkoba wala viatu. Padri anatumwa kwenda kuhubiri habari njema, kwenda kuhudumia Wakristo pale ambapo mkubwa wake anampeleka. Sasa anaambiwa kwamba anatumwa kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Atakutana na nini? Atakutana na changamoto huko atakako kwenda. Si kwamba anaenda kuhudumia malaika, anaenda kuhudumia binadamu ambao wana udhaifu wao. Si kila mara utakapokuwepo watu watakulaki kwa maua. Sio kila mara. Wako wengine watakao kulaki kwa mawe, badala ya maua watakulaki kwa mawe. Ndio anasema kwamba anatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Kwa hiyo ajitayarishe katika hilo, kwamba kuna magumu ambayo atakutana nayo, hana budi kupambana nayo. Alafu kwamba asibebe mfuko, mkoba, sina viatu. Asihangaikie mambo ya ulimwengu sana. Alihangaikie neno la Mungu, ahudumie watu, sio mambo ya kidunia. Alafu kwamba eti wasisalimu mtu njiani, kuonyesha kwamba huu ujumbe ni wa haraka. Swala kwamba sio umelalaje, umeamkaje, umeshindaje, huu ujumbe ni wa haraka. Mwende kwa haraka mkahubiri habari njema. Alafu hao mnaowahudumia ndio hao ambao watafanya nini? Ndio hao ambao watakao walisha. Ni hao. Kwa sababu padri atapata huduma yake kutoka kwa wale ambao wanaohudumia. Kwa hiyo hana haja ya kuhangaika sana kwamba nitakula nini, nitavaa nini. Wale anaowahudumia ndio ambao watamhangaikia.